Hujambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu. Shukrani zangu ni kwa Mungu aliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kutuwezesha kufikia siku hii ya leo. Neema yake imetuwezesha tena kukutana ili tupokee neno lake na kujifunza yatupasayo. Somo la leo latoka kwenye sura ya 34 hadi sura ya 36 ya kitabu hiki cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Hili ndilo somo la kumalizia mafundisho yaliyoko kwenye kitabu hiki, na jinsi ilivyo, muda utaniruhusu tu kuangazia au kushughulikia maandiko na aya za kimsingi. Sehemu hii yatufikisha katika uvuvio mkubwa na wa mwisho katika utawala wa Yosia mwana wa Amoni. Hata katika siku zetu za leo, Mungu aweza kutenda makuu kwa kutuma uamsho au uvuvio. Unapotafakari hayo, hebu tugeukie aya ya kwanza na ya pili. Neno lasema hivi: Yosia alikuwa na umri wa miaka 8 alipoanza kutawala, akatawala miaka 31 huko Yerusalemu. Akafanya yaliyo mema machoni pa Bwana, akaziendea njia za Daudi babaye, asigeuke kwa kuume wala kwa kushoto. Siku tunamoishi, ndugu msikilizaji, utawasikia watu wakiuliza ni lipi ndilo sawa la kutenda au lisilo sawa kutenda, nayo majibu yaliyoko ni ya ajabu pia. Yosia tuambiwa kwenye neno hili kwamba alitenda yaliyokuwa sawa machoni pa Bwana. Kwa msingi huo, lile asemalo Bwana au Mungu ndilo sawa, na asemalo kuwa si sawa, basi ndivyo ilivyo. Kumbuka hili mwenzangu, kwamba Mungu ndiye aliyetenga giza na nuru. Wewe nami hatuwezi kufanya hivyo. Ni kweli kwamba tuweza kuwasha taa, lakini hatuwezi kuitenga nuru na giza. Ni Mungu tu ndiye awezaye kutenda hilo. Naye asemapo kuwa jambo fulani si nzuri, ndivyo ilivyo, nawe utakuwa mwenye busara kufuata hilo akwambialo. Neno kwenye aya ya 3 laendelea kusema hivi: kwa kuwa katika mwaka wa 8 wa kutawala kwake, naye akali mchanga, alianza kumtafuta Mungu wa Daudi babaye. Hata katika mwaka wa 12 akaanza kusafisha Yuda na Yerusalemu kwa kuondoa mahali pa juu na kwa kuondoa maashera na sanamu za kuchora nazo za kusubu. Yosia alipokuwa na miaka 16 aliazimu kumtafuta Mungu na kutembea katika njia za Daudi babaye. Roho hiyo hii miongoni mwa vijana leo hii, yani watafuta kulitegemea neno hili la Mungu, nao wafanya vyema sana. Licha ya hali mbaya hapo awali, Yosia alijua kwamba kuna Mungu wa babaze, naye akachagua kumfuata Mungu huyo. Uvuvio unapokuja, basi mengi yatuyaonayo yanayodhihirisha kutokuwepo kwa kicho cha Bwana huondoka. Mabadiliko huwepo kwa kuwa Mungu ndiye yu kazini katika maisha ya watu wake. Utawala wa Yosia ulishuhudia haya nisemayo, na sehemu ya maandiko itakuwa ya baraka kwetu, hasa tunapozingatia mfano bora aliyouacha Yosia kwa ajili yetu. Ujasiri wa Yosia waonekana katika kurasa hizi, maana alifikia hata makabila ya Israeli kaskazini mwa Yuda. Neno kwenye aya ya 8 latuambia hivi: hata katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake, alipokwisha kuisafisha nchi na nyumba, akamtuma Shafani mwana wa Azalia na Maaseia akida wa mji na Yoa mwana wa Yoahazi mwandishi wa tarehe, waitengeneze nyumba ya Bwana Mungu wake. Katika hili tulionalo hapa, msikilizaji, ni wazi kwamba hekalu hiyo au nyumba yake Bwana ilikuwa katika hali mbaya ya kuharibika. Naye akawaagiza hao ambao wametajwa pale waweze kuitengeneza ile nyumba, na neno lasema kuwa ni nyumba ya Bwana Mungu wake. Mtu huyu, kulingana na maandiko haya, twafahamishwa moja kwa moja kwamba hakuwa na uhusiano na Mungu wa kufuatilia tu kwa sababu baba yake au babu zake walikuwa wakimfuata Mungu, bali alikuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu. Ndiposa wewe msikilizaji wangu, haiwezekani utegemee uhusiano wa mtu mwingine na Mungu ili ujifaidi. Ni lazima uwe na uhusiano wako binafsi na Mungu, nao uo uhusiano hauwezi kuupata kwa njia nyingine yoyote ila
kwa kumwendea kwa njia ya Yesu Kristo. Mungu amenena nasi kwa kinywa cha mwana wake na kusema kwamba hakuna awezaye kwenda kwake isipokuwa kwa huyo aliye njia na kweli na uzima, naye huyo wafahamu jina lake ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hivyo ni lazima ufahamu kwamba iwapo wahitaji kuwa na uhusiano wa binafsi na Mungu, ni uhusiano huo ni lazima utakuwa tu kwa msingi wa hili ni kwambialo, yani kwa kumwamini Yesu Kristo. Tunapogeukia aya ya 9, neno la Mungu liendelea kutuambia hivi: wakamjia Hilkia kuhani mkuu, wakampa fedha iliyoletwa nyumbani mwa Mungu, walioikusanya Walawi wangoje mlango mikononi mwa Manase na Efraimu na mabaki yote ya Israeli na Yuda yote na Benyamini na wenyeji wa Yerusalemu. Manase na Efraimu, msikilizaji, ni yale makabila ya Israeli yaliyojitenga wakati ule wa utawala wa Rehoboamu mwana wa Sulemani. Wakati wa utawala wa Yosia mfalme wa Yuda, ufalme huo wa Israeli walikuwa wamechukuliwa mateka na hao wa Ashuru. Ni wachache tu ndio waliosalia katika nchi. Kabila hizo ambazo wengine wamedai kuwa zilipotea, walituma msaada kwa ajili ya kazi iliyokuwa ikiendelea katika nyumba ya Mungu. Na kwa ufahamu wako, kabila hizo hazijapotea, zipo, kwa kuwa Petro akiwaandikia wapendwa awataja na kuwaita kuwa kabila za Israeli zilizotawanyika. Tukirudia habari za haya yaliyokuwa yakiendelea katika utawala wa Yosia, neno la Mungu latujulisha hivi kwenye aya ya 14: nao walipotoa ile fedha iliyoletwa nyumbani mwa Bwana, Hilkia kuhani akakiona kitabu cha Torati ya Bwana iliyotolewa kwa mkono wa Musa. Rafiki yangu, neno la Mungu alilonena kwa kinywa cha mtumishi wake Musa lilipatikana. Kumbuka kwamba katika siku hizo hapakuwa na nakala nyingi za neno la Mungu, kwa hiyo watu hawakulisikia neno hilo kwa sababu ya utawala uliojaa maovu wa wafalme waliomtangulia Yosia. Kwa lugha nyingine, neno la Mungu lilikuwa limepotea. Neno hilo, ndugu msikilizaji, ndilo lilikuwa taa na nuru ya kuongoza taifa hilo, lakini wale wafalme walilitupilia neno hilo na maafa yakaja juu ya taifa hilo. Lakini hapa ashukuriwe Mungu kwamba neno hilo lilikuwa limepatikana. Hebu tuendelee kuona yaliyotendeka kama vile ilivyo kwenye aya ya 15 hadi 19. Neno lasema hivi: akajibu Hilkia akamwambia Shafani mwandishi, kitabu cha Torati nimekiona nyumbani mwa Bwana. Hilkia akampa Shafani kile kitabu. Shafani akampelekea mfalme hicho kitabu, tena akampasha mfalme habari akisema, yote waliokabidhiwa watumishi wako wayafanya. Nao wameimimina fedha iliyoonekana nyumbani mwa Bwana, nayo wameitia mikononi mwa wasimamizi na mikononi mwa watendakazi. Shafani mwandishi akamweleza mfalme akisema, Hilkia kuhani amenipa kitabu. Shafani akasoma ndani yake mbele ya mfalme. Ikawa mfalme alipoyasikia maneno ya Torati, aliyararua mavazi yake. Ndugu msikilizaji, kupatikana kwa kitabu hicho cha sheria ilikuwa kama mwanzo mpya kwa ufalme wa Yuda. Mfalme alipoyasikia maneno yaliyokuwamo humo, alirarua mavazi yake, dhihirisho la hisia zake kuhusu upotovu wa Yuda na wafalme wake waliomtangulia. Walikuwa wameliacha neno la Mungu na kumtenda Mungu dhambi. Mfalme akawaamuru Hilkia na Ahikamu mwana wa Shafani na Abdoni mwana wa Mika na Shafani mwandishi na Asaya mtumishi wa mfalme kusema, nendeni mkamuulize Bwana kwa ajili yangu na kwa hao waliosalia wa Israeli na wa Yuda katika habari za maneno ya kitabu kilichoonekana, maana ghadhabu ya Bwana ni nyingi iliyomwagika juu yetu, kwa sababu baba zetu hawakulishika neno la Bwana kutenda sawasawa na yote yaliyoandikwa kitabuni humo. Tulionalo kwenye aya hizi, msikilizaji, ni kwamba tunapolirudia neno la Mungu, uvuvio huja maishani mwetu. Hakuna lolote liwezalo kutuamusha ili tumtafute Bwana isipokuwa neno lake. Huenda wajiuliza kwa nini hauoni uamsho katika siku zetu au kanisani. Sababu ni kwamba tumeliacha neno la Mungu. Uamsho huja mara tunapoligeukia neno la Mungu na kujua yatupasayo kulingana na amri yake. Yosia baada ya kupokea na kusikia neno la Mungu aliingiwa na hofu, hakujua Mungu atafanya nini. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 22 hadi 25: basi Hilkia na hao waliotumwa na mfalme wakamwendea Hulda nabii mkewe Shalumu mwana wa Tohathi mwana wa Hasra
mtunza mavazi, naye alikuwa akikaa Yerusalemu katika mtaa wa pili. Wakasema naye kama hayo. Akawaambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, mwambieni mtu huyo aliyewatuma kwangu, Bwana asema hivi, angalia, nitaleta mabaya juu ya mahali hapa na juu ya wakaao, laana zote zilizoandikwa katika kitabu hicho walichokisoma mbele ya mfalme wa Yuda, kwa sababu wameniacha mimi na kuifukizia uvumba miungu mingine, ili wanikasirishe mimi kwa matendo ya mikono yao. Kwa hiyo ghadhabu yangu imemwagika juu ya mahali hapa, wala isizimike. Baada ya Yosia kusikia maneno yale, alitaka kujua Mungu asema nini, naye Mungu amemjibu kwa kumwambia haya yatakayowapata watu hao. Huo ndio ujumbe ambao aliupata. Hukumu yake ilikuwa juu ya watu wale, kwa sababu walikuwa wamemwacha na kugeukia miungu mingine. Hata hivyo, Mungu alikuwa na neno binafsi kwa mfalme, kama vile twapata kwenye aya ya 26 hadi 28. Sikiliza. Lakini mfalme wa Yuda aliyewatuma kumuuliza Bwana mtamwambia hivi, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa habari ya maneno uliyosikia, kwa kuwa moyo wako ulikuwa mwororo, nawe umejinyenyekeza mbele ya Mungu uliposikia maneno yake juu ya mahali hapa na juu ya wakaao, ukajinyenyekeza mbele zangu na kuyararua mavazi yako na kulia mbele zangu, mimi nami nimekusikia, asema Bwana. Tazama, nitakukusanya kwa baba zako, nawe utawekwa kaburini mwako kwa amani, wala macho yako hayataona mabaya yote nitakayoyaleta juu ya mahali hapa na juu ya wakaao. Basi wakamrudishia mfalme habari. Mungu kulingana na neno lake alinuia kwa hukumu watu wale, ila atafanya hivyo mara Yosia atakapomaliza zamu ya uongozi wake. Kwenye aya ya 29 hadi 31 neno hili la Mungu laendelea kutwambia hivi: ndipo mfalme akapeleka wajumbe, akawakusanya wazee wote wa Yuda na Yerusalemu. Akapanda mfalme nyumbani kwa Bwana, na watu wote wa Yuda na wenyeji wa Yerusalemu na makuhani na Walawi na watu wote, wakubwa kwa wadogo, naye akasoma masikioni mwao maneno yote ya kitabu cha agano kilichoonekana nyumbani mwa Bwana. Akasimama mfalme mahali pake, akafanya agano mbele za Bwana, kumfuata Bwana na kuzishika amri zake na shuhuda zake na sheria zake kwa moyo wake wote na kwa roho yake yote, kuyatenda maneno ya agano yaliyoandikwa kitabuni humo. Rafiki, hebu tuwe wazi kabisa hapa. Naamini kwamba Mungu aweza kututembelea na kutupa uamsho wa kiroho, lakini kwanza ni lazima kulirudia neno lake, kujua lile ambalo Mungu atuhitaji tutende na hayo atakayoyatenda. Na baada ya kufanya hivyo, ni lazima kujitolea kikamilifu kwa Mungu kwa upande wetu, iwapo tutona lolote lile ambalo mioyo yetu imetamani, yani uvuvio. Haiwezekani hata kidogo kuwepo na hali ya kuambatana na ulimwengu na kujaribu kumfuata Mungu. Haiwezekani lifanyike jambo kama hilo. Ni lazima kujitoa moja kwa moja kwa Mungu, na hapo ndipo Roho wa Mungu atafanya kazi miongoni mwetu. Tunapogeukia sura ya 35, tunaona kwamba sherehe ya Pasaka iliadhimishwa tena. Kwa kizazi hicho kipya, kuadhimisha Pasaka ilikuwa kwa hisia kubwa sana, huku mfalme Yosia akifuata taratibu ya kufanya hivyo jinsi ilivyo kwenye Torati. Nasoma neno la Mungu kwenye aya ya 16 hadi 19. Hebu sikiliza. Basi huduma yote ya Bwana ikatengenezwa siku ile ile kuifanya Pasaka na kutoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu ya Bwana, kama alivyoamuru mfalme Yosia. Wana wa Israeli waliokuwapo wakafanya Pasaka wakati ule, na sikukuu ya mikate isiyochachwa muda wa siku 7. Wala haikufanyika Pasaka kama ile katika Israeli tangu siku za nabii Samueli, wala wafalme wa Israeli hawakufanya hata mmoja wao Pasaka kama ile Yosia aliyoifanya, pamoja na makuhani na Walawi na Yuda wote na Israeli waliokuwapo na wenyeji wa Yerusalemu. Katika mwaka wa 18 wa kutawala kwake Yosia ikafanyika Pasaka hiyo. Pasaka, msikilizaji, kama vile ilivyo, ilikuwa mfano wa mauti ya Kristo. Taifa hilo lilifikia ufahamu kwamba ni lazima pawepo ukombozi kwa ajili ya dhambi. Walijifunza kuhusu Pasaka baada ya kitabu kile cha sheria kupatikana. Siku hiyo ilikuwa kuu sana, maana neno lasema kuwa haikufanyika Pasaka kama ile katika Israeli tangu siku za nabii Samueli na katika wafalme wote
waliotawala Israeli. Yosia mfalme ndiye aliwajibika kuwarejesha watu wale kwa Mungu, na ndivyo ilivyo kwa kila kiongozi. Kwenye aya ya 20 hadi 22 neno la Mungu lasema hivi: baada ya hayo, alipokwisha Yosia kulitengeneza hekalu, Neko mfalme wa Misri akakwea ili kupigana na Karkemeshi karibu na Frati, naye Yosia akatoka juu yake. Lakini yeye akatuma kwake wajumbe kusema, ni nini niliyo nayo mimi na wewe, mfalme wa Yuda? Sikuja juu yako leo, lakini juu ya nyumba niliyo na vita nayo, naye Mungu ameniamuru nifanye haraka. Acha basi kumpinga Mungu aliye pamoja nami, asikuharibu. Walakini Yosia hakukubali kumgeuzia uso mbali, akajibadilisha apate kupigana naye, asiyasikilize maneno ya Neko yaliyotoka kinywani kwa Mungu. Akaja kupigana bondeni mwa Megido. Rafiki, Yosia angelikaa nyumbani, maana neno hilo lilikuwa limemjia huyo mfalme kwamba aende kupigana na Karkemeshi karibu na Frati. Lakini kwa ajili ya moyo wake Yosia aliamua kujibadilisha ili aingie vitani na huyo mfalme. Na kwenye aya hiyo ya 23 hadi 25 neno la Mungu lamalizia sura hii ya 35 kwa kusema hivi: nao wapiga upinde wakampiga Yosia, naye mfalme akawaambia watumishi wake, niondoweni, kwani nimejeruhiwa sana. Basi watumishi wake wakamtoa garini, wakamtia katika gari la pili alilokuwa nalo, wakamleta Yerusalemu, naye akafa, akazikwa makaburini mwa babaze. Wakamlilia Yosia, na waimbaji wote waume kwa wake wakamtaja Yosia katika maombolezo yao hata leo, hata wakayafanya kwa ada kwa Israeli, nayo tazama, yameandikwa katika maombolezo. Basi mambo yote ya Yosia yaliyosalia na matendo yake mema, sawasawa na yote yaliyoandikwa katika Torati ya Bwana, na mambo yake ya kwanza na ya mwisho, tazama, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli na Yuda. Yosia, kama vile twafahamu msikilizaji, alikuwa mfalme mzuri tena mkuu. Aliongoza ule ufalme kumrudia Mungu, lakini sasa kifo chake kilitamatisha uamsho au watu kumrudia Mungu katika Yuda. Sasa kwa kuwa Yosia alikuwa amelala na babaze, hukumu ya Mungu itawamwagikia hao wa Yuda. Sura ya 36 ambayo yatamatisha kitabu hiki yanena kuhusu utumwa wa Yuda. Neno lasema hivi kwenye aya za kwanza 3: watu wa nchi wakamtwaa Yehoahazi mwana wa Yosia, wakamtawaza awe mfalme katika Yerusalemu badala ya babaye. Yehoahazi alikuwa na umri wa miaka 23 alipoanza kutawala, akatawala huko Yerusalemu miezi 3. Naye mfalme wa Misri akamuondoa katika Yerusalemu, akaitoza nchi talanta 100 za fedha na talanta 1 ya dhahabu. Huyu Yehoahazi mwana wa Yosia aling'atuliwa mamlakani na mfalme wa Misri, naye alitawala kwa miezi 3 tu. Sasa msikilizaji, mambo yatakwenda kasi. Baada ya Yehoahazi, nduguye aitwaye Eliakimu alifanywa awe mfalme kwa mamlaka ya mfalme wa Misri. Huyo alibadilishiwa hata jina na kuitwa Yehoyakimu. Ni katika utawala wake ndipo mfalme wa Babeli alivamia nchi hiyo. Hayo ndiyo twayasoma kwenye aya ya 5 hadi 7, ambapo neno lasema hivi: Yehoyakimu alikuwa na umri wa miaka 25 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 11, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana Mungu wake. Juu yake akakwea Nebukadreza mfalme wa Babeli, akamfunga kwa pingu amchukue mpaka Babeli. Nebukadreza akachukua baadhi ya vyombo vya nyumba ya Bwana mpaka Babeli, akavitia katika hekalu lake huko Babeli. Basi mambo yote ya Yehoyakimu yaliyosalia na machukizo yake aliyoyafanya, nayo yaliyoonekana kwake, tazama, yameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Israeli na Yuda, na Yekonia mwanawe akatawala mahali pake. Huyo Yekonia, msikilizaji, jina lake lingine aitwa Yehoyakini. Hebu tuendelee tuone yaliyoko kwenye aya ya 9. Nalo neno lasema hivi: Yekonia alikuwa na umri wa miaka 18 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miezi 3 na siku 10, akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Huyu Yehoyakimu au Yekonia hakutawala kwa muda mrefu. Mfalme wa Babeli alimuondosha na kumchukua mateka hadi Babeli, kisha akamchukua Sedekia na kumfanya awe mfalme mahali pake.
Sedekia alikuwa mfalme wa mwisho wa Yuda. Hayo ndiyo twayapata kwenye aya ya 11 hadi 14. Neno lasema hivi: Sedekia alikuwa na umri wa miaka 21 alipoanza kutawala. Akatawala katika Yerusalemu miaka 11. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana Mungu wake, wala hakujinyenyekesha mbele ya Yeremia nabii aliponena kwa kinywa cha Bwana. Tena akamwasi mfalme Nebukadreza aliyemwapisha kwa Mungu, lakini akajifanyia shingo ngumu, akajitia moyo nguvu asimgeukie Bwana Mungu wa Israeli. Na zaidi ya hayo, wakuu wote wa makuhani na watu wakakosa mno sawasawa na machukizo yote ya mataifa, wakainajisi nyumba ya Bwana aliyoitakasa katika Yerusalemu. Watu hao, licha ya kuona yote yaliyowapata, waliendelea kutenda machukizo mbele ya Mungu. Yashangaza msikilizaji kwamba mwanadamu, licha ya kuona uovu unaoendelea na mengi ambayo Mungu ameyatenda, yeye huendelea tu kuwa na shingo ngumu na kutenda jinsi anavyofikiri mwenyewe. Mungu aliwahukumu hao watu wa Yuda, akawapeleka utumwani huko Babeli. Hayo ndiyo ya kwenye aya ile ya 15 hadi 20. Halafu aya 21 yaendelea kwa kusema hivi: ili kulitimiza neno la Bwana kwa kinywa cha Yeremia, hata nchi itakapofurahia sabato zake, kwa maana siku zote ilipokaa ukiwa ilishika sabato kutimiza miaka 70. Aya hii mpendwa, yatujulisha sababu ya Mungu kuwahukumu watu hao. Makusudi ya Mungu yalitimia. Watu wa Yuda waliwakataa manabii waliowaletea ujumbe wa Mungu, hivyo kulikana neno la Mungu kwao. Na kwa kulikana neno la Mungu, walikataa kupokea huruma ya Mungu ambayo Mungu alitaka kuwaonyesha. Kwa hivyo msikilizaji, fahamu hili kwamba kwa kuwa Mungu hajauhukumu ulimwengu kwa sababu ya dhambi zao, haina maana kwamba hatafanya hivyo. Muda uliopo ni wewe kujirudia na kumgeukia Mungu. Jambo lingine msikilizaji ni kwamba kwa miaka 490 Israeli hawakuadhimisha miaka ya sabato. Kwa hivyo walivunja sheria ya Mungu kuhusu nchi hiyo waliopewa hata kabla ya wao kuingia katika hiyo nchi. Hayo ni yale yaliyoko kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 25 aya ya 1 hadi 5. Nitakuomba usome sehemu hiyo ili umakinike. Tamaa yao iliwafanya wavunje amri ya Mungu, na sasa Mungu atawaondoa katika nchi hiyo ili nchi ifurahie sabato zake. Rafiki, usidanganyike. Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Miaka 70 ilitengwa kwa watu wale wawe nje ya nchi yao. Miaka hiyo ndiyo neno la Mungu limetuambia pale. Hivyo ni kukwambia kwamba saa ya Mungu yaandikwa kwa herufi hizi Israeli, wala si vinginevyo. Nayo saa hiyo hufanya kazi tu watu wale wanapokuwa katika hiyo nchi yao. Kitabu hiki chamalizia kwa habari ya amri ya kuijenga hekalu ya Mungu. Hilo lilikuwa tumaini la ajabu kwa watu hao. Nayo hiyo ni kwenye aya ya 22 na aya ya 23 ambazo zasema hivi: ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilosema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote. Akaandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi: Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulioko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye na akwee. Haya ambayo tuyasoma hapa ndiyo yaanzisha kitabu cha Ezra, nayo ni historia ya wale watu kuanzia wakati huo ambapo neno hilo lilitoka kwa huyo mfalme wa Uajemi. Yabariki moyo kujua kwamba Mungu aliwapeleka watu wake katika utumwa, lakini hakuwasahau, na ndivyo ilivyo leo hii. Mungu hajakusahau. Mungu ajua hapo ulipo, naye ataka kukutendea mema iwapo tu utamgeukia kwa njia ya Yesu Kristo. Hebu natuombe. Na kushukuru ewe Mungu uliyetupa siku hii njema kusudi tujifunze neno lako, na hasa tumejifunza kuwa dhambi hufanya taifa lolote kuanguka kama vile ilivyokuwa kwa Israeli. Hivyo naomba kwamba kwa sababu ya hili tulilopokea, ndugu yangu msikilizaji atajifunza kuwa neno la Mungu
ndilo lafaa kumwongoza maishani mwake, na wala si maneno mengine yoyote. Msaidie anaposoma Biblia apate kuelewa yaliyomo na apate kuyatenda, ili atembee katika njia ulioiweka mbele yake. Haya nayaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu, nikijua kwamba utayatenda. Amen. Rafiki yangu, haya tuliyojifunza ni mambo mazuri, mambo yanayokuhitaji uyaangalie na kuyafuata. Mungu wa Israeli akusaidie na Roho wake akuwezeshe kuyajua haya na kutenda kama vile inavyokupasa, nawe utaziona baraka za Mungu maishani mwako. Na hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Neno hili bila shaka limekubariki, kwa hivyo shiriki na nduguzo. Kisha maswali yako au maoni yatume kwetu ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Somo la leo ndilo limetamatisha mafundisho kutoka kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya Pili. Jiandae kwa baraka zitakazotoka kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza kuanzia aya ya kwanza hadi ile ya 8. Na hadi wakati huo, mimi ni Pamela Omodo na neno litaendelea.